Hali ya usalama katika eneo la Point Zero inaelezwa kuwa bado liko chini ya udhibiti wa vikosi vya FARDC wakishirikiana na makundi ya wazalendo. Wakati huo kuna taarifa zinazoashiria kuonekana kwa wapiganaji wa M23 katika maeneo ya milima midogo na milima mikubwa ya Uvira, Mwenga na Fizi. Kwa mujibu wa maelezo yanayosambaa, kiongozi mmoja wa kijeshi anayejulikana kama Jenerali Isa anayedaiwa kutoka eneo la milimani ametangaza kupeleka vikosi vyake katika maeneo ya Mikenge na Chanzovu kwa lengo la kuimarisha udhibiti katika Muria na maeneo jirani. Aidha, kuna madai kwamba amehoji msimamo wa jumuiya ya kimataifa akiwataka wahusika kueleza sababu za kusitisha mapigano wakati waasi wa M23 wanadaiwa kuendelea kusonga mbele katika baadhi ya maeneo. Ni muhimu kubainisha kwamba taarifa hizi zinatokana na vyanzo vya ndani. Hali katika eneo la Uvira, Mwenga na Fizi imekuwa tete kwa muda kutokana na uwepo wa makundi mbalimbali yenye silaha inayopigania udhibiti wa maeneo ya kimkakati. Hali ya kibinadamu inaendelea kuwa tete katika Mwenga, Kivu Kusini, baada ya wakazi wengi kutoka maeneo ya uongozi wa Lwindi kuhamia huko sehemu ya Basile ili kutoroka mapigano kati ya jeshi la serikali likisaidiwa na makundi ya wazalendo dhidi ya wapiganaji wa M23 AFC. Wakimbizi hao wanakabiliwa na uhaba wa makazi salama, wakiwa nalala nje kwenye shule na makanisa kutokana na ukosefu wa nyumba zinazopokea wakimbizi. BMF Fazili Mulonda wa Lubanda, mratibu wa jukwaa la mashirika ya kirahia katika maeneo ya Zalia, uongozi wa Muzimu, amesema kuwa hali ya wakazi hao wanakabiliwa na msongamano mkubwa na mazingira hatarishi ya kukaa kwa pamoja. Taarifa hii inaonyesha ongezeko la matatizo ya kibinadamu katika Mwenga, huku rahia wakikabiliwa na changamoto kubwa za makazi, lishe na usalama kutokana na mgogoro unaoendelea. Wimbi jipya la vurugo limeripotiwa usiku wa kuamkia Jumatatu tarehe 16 Februari katika maeneo ya Kibirizi na Bambo yaliyo katika kitongoji cha Mutanda na Bambo ndani ya uongozi wa Bwito huko Ruchuru. Tathmini ya awali inasema kuwa mtu mmoja amefariki dunia, watu 3 wamejeruhiwa, lori moja limechomwa moto. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, vurugu hizo zinahusishwa na uvamizi wa watu wenye silaha pamoja na makabiliano kati ya wapiganaji wa M23 AFC, makundi ya wazalendo na makundi ya FDLR. Wakazi wameripotiwa kusikia milio mikali ya silaha majira ya saa 7 usiku katika mji wa Bambo. Kombora moja liliripotiwa kulipiga nyumba na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali bila kusababisha majeruhi. Katika eneo hilo, lori lililokuwa la wafanyabiashara lilichomwa moto. Baadhi ya wakazi wanadai kuwa lilikuwa likisafirisha bidhaa zinazodaiwa kuelekezwa kwa wapiganaji wa AFC M23, ingawa madai hayo hayakuthibitishwa rasmi. Katika kijiji cha Kabanda karibu na Kibirizi, watu wenye silaha wasiojulikana waliripotiwa kuvamia kati ya saa 9 na saa 10 alfajiri. Mali za wananchi ziliporwa na kijana mmoja julikanaye kwa jina la Jade aliuawa. Raia 3 wamejeruhiwa na kulazwa katika kituo cha afya cha Kibirizi kwa matibabu. Matukio hayo yanaongeza wasiwasi katika maeneo ya Bwito ambako hali ya usalama imekuwa ikizorota kwa wiki kadhaa. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa mvutano huu unahusishwa na operesheni za AFC M23 dhidi ya FDLR na washirika wake wa ndani. Migogoro ya pande nyingi inaendelea kuhatarisha usalama wa raia na kuzidisha changamoto za kibinadamu katika maeneo ya mkoa wa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Kikosi maalum cha FARDC kinachojulikana kama Promotion LFA kimeanza kupelekwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, hususan katika eneo la Uvira kwa lengo la kupambana na makundi yenye silaha. Taarifa zinaeleza kuwa
Kikosi hicho ambacho kwa mujibu wa taarifa kiliwahi kupata mafunzo nchini Israeli kinatajwa kuwa miongoni mwa vitengo maalumu vya wasomi ndani ya jeshi, kikisifiwa kwa nidhamu, weledi na ufanisi katika medani ya operesheni. Hatua ya kupelekwa kwa kikosi hicho inakuja wakati hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ikiendelea kuwa tete, huku jeshi likisisitiza juhudi za kujenga upya na kuimarisha uwezo wake wa kioperesheni. Siku kama ya leo tarehe 16 Februari, M23 AFC inaendelea kusherekea udhibiti wa mji wa Bukavu, mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kusini, kufuatia kuondoka kwa vikosi vya FARDC. Kutokana na uvamizi huo, mji uliopata mabadiliko makubwa ya kisiasa na kijeshi, huko wakazi wakikabiliwa na hali ya usalama tete na mabadiliko ya utawala wa mji. Tukio hili limekuwa kiashiria cha mabadiliko ya kisiasa na kijiografia mashariki mwa DRC, huku miji mingine na vijiji vikiendelea kuathiriwa na migogoro inayohusisha makundi yenye silaha.